Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abarudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeweza kutukutanisha katika siku tukufu kama hii ya Aljumaa, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa katika 10 la mwisho, tukiwa katika masiku ya Lailatul Qadr. Ijumaa ya mwisho inajulikana kama Yaumul Quds, Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ilipewa jina hili, na napenda kufafanua hili jina halipo kwenye hadithi ya Mtume, wala si kwamba aliyezungumza hivi ni Mwenyezi Mungu, wala si sahaba, bali siku hii ilipewa jina hili na kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatullah Al-Khomeini, ambaye huyu ndiye muasisi, ndiyo muanzilishi wa Jamhuri ya Iran ambayo leo ipo katika mapambano. Kwa nini iliitwa siku hii? Twasikia tu Quds Day au siku ya Quds. Kwa nini alitoa hii siku, na kwa nini alitoa unwani hii? Mapinduzi ya Irani yalifanyika mwaka 1979 ambapo leo tupo katika mwaka 2026. Maana yake kuna miaka 47 nyuma kutokea mapinduzi mpaka sasa hivi tuna miaka 47. Kabla ya hapo Iran kulikuwepo na Waislamu, kulikuwepo na Mashia, lakini kiongozi anayeongoza ile nchi alikuwa ni kibaraka wa Amerika. Mambo yake yote alikuwa akiyafanya kwa faida ya Amerika na wa Magharibi. Kwa hiyo wa Magharibi walikuwa wanakuja kuchukua haki za watu katika nchi ile na kuziiba na kuzidhulumu na kupeleka katika nchi zao, kama ambavyo wanafanya katika nchi nyingine. Mashariki ya Kati, Magharibi ndiyo uchumi wao kubali. Tunapozungumza Magharibi tunazungumza Amerika pamoja na Ulaya nyingine hizo. Uchumi wao uko katika Mashariki ya Kati. Tukizungumza Mashariki ya Kati, tunakusudia nchi za Kiarabu, ambazo nchi hizi ndizo ambazo ametokea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio nchi ambazo leo tunaziangalia kama nchi za Waislamu. Lakini Amerika amekuja kuingia na kuwatawala watu fikra zao na kuchukua zile tharawati zao, mali zao, na kuzipeleka katika nchi zao. Unavyoona leo maendeleo ya Amerika
utajiri aliokuwa nao anaupata kupitia nchi za wengine, kwa kudhulumu na kwa kupora nchi za wengine. Leo mafuta yanayozalishwa Mashariki ya Kati, laiti ingelikuwa yanatumika kwa watu wahusika katika nchi husika na zikatumika kwa mujibu wa Kiislamu, leo nchi zetu huku za Afrika kusingekuwa na mtu anaitwa maskini. Kwa sababu uchumi uliopo Mashariki ya Kati ni uchumi wa kuiendesha dunia. Uchumi uliopo ni uchumi wa kuiendesha dunia nzima. Fedha iliyopo Imarati, fedha ambayo ipo Dubai peke yake ina uwezo wa kuilisha Afrika nzima, lakini leo iko chini, inaendeshwa na Amerika, ndiye anayempangia. Saudia ambaye leo ndiyo kila kitu tunaangalia kule, hata mwezi leo ambapo gombana watu leo tuwafunga kwa kuiangalia Saudia. Umeandama tufunge, wamesema hawakutoka hatufungi. Nchi hiyo ipo chini ya Amerika, na mnapomzungumza ndugu zangu Amerika, mtambue mazungumza na mtu ambaye hawatakii utu wa Afrika, hawatakii utu wa Islamu. Ndio huyo Amerika, ndiyo yule aliyewatangazia ulimwengu uwezekano na uwepo wa kuoana jinsia moja, wanaishi kama mtu na mke wake na hakuna tatizo. Ni watu ambao wameruhusu ushoga, yani wanaume kwa wanaume kuendeana wazi na kutangaza wazi, hakuna madhara. Huyo ndiye anayekuja Saudia na kuwalinda Waislamu wa Saudia. Swali la kujiuliza, ni kweli Waislamu wameshindwa kujilinda mpaka atokeze mtu kutoka nchi nyingine huko ambaye ni adui wa dini, ni adui ambaye hapendi kuwaona Waislamu wanazunguka Al-Kaaba, ni adui ambaye kwamba hawapendi Waislamu wakienda kumtembelea Bwana Mtume kule Madina. Leo huyu ndiye anayewalinda wale watu wanaoishi pale Saudia. Ile Saudia kiburi chake chote iko chini ya Amerika, na kiongozi anayeongoza pale Saudia, msizione zile kanzu na vilemba, ni kibaraka amewekwa na Amerika kwa maslahi ya Amerika. Yule Muhammad bin Sulaiman ambaye mnamuona pale, upande mmoja ni Yahudi, upande mmoja ni Yahudi. Kwa hivyo amepachikwa pale kwa kuwahudumikia Mayahudi, na ndio maana leo usikii akaweza kusimama akalaani wa Israeli na Mayahudi kwa yale wanayoyafanya kwa Palestina. Wapalestina ni Waarabu. Palestina kuna kibla cha kwanza ambacho Waislamu walikuwa wakiswali wakielekea kule kabla ya kuelekea Maka. Hii swala tunayoswali kabla ya kuelekea Maka kwenye Kaaba, mwanzo ilikuwa Waislamu wakielekea Palestina kwenye Baitul Maqdis. Ndipo baadaye Mtume akaja kaambiwa, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, badilisha sasa uso wako, elekea katika msikiti mtukufu. Lakini kabla ya hapo ilikuwa Waislamu wakiswali wanaelekea katika Baitul Maqdis ambayo iko Palestina.
Saudia hana mchango wowote katika hili Palestina zaidi ya kwamba anawaunga mkono wauaji wa Palestina. Hizo ni nchi za Kiarabu. Ambapo tunaona sisi tunadanganyika na kanzu, kwa kuwa wale wanavaa kanzu na kilemba, mnajua wote ni wanazuoni, tunaamini hivyo, tuamini kule ndio kuna Uislamu. Kumbe la, lile ni vazi kule tu, kama kawaida mnavyovaa nyinyi mabaibui huku, watu wakavaa kanzu suruali zao, kule ni vazi la kawaida. Ule mwezi unaotangaziwa kule si mwezi kwamba watu wanauona, ni mwezi ambao umepangwa. Kuna kalenda ambayo imeandaliwa maalum. Kalenda ile inakwenda mpaka mwaka wa 1436 Hijiria huko, mwaka 2036. Sasa ni mwaka 2026. Kwa hiyo kalenda ile ishaandaliwa mpaka mwaka 2036. Kwa hiyo kule kwa mtu anachukua darubini kuangalia ni kuwazuga watu. Ikifika ule muda na inayotangaza sio mashehe, kokote kuna mufti. Kule inayotangaza na serikali. Kwa hiyo ikiamua serikali leo ni Ramadhani, ni Ramadhani. Ikiamua serikali leo ni sikukuu, ni sikukuu. Sasa sisi wa huku ambao tuna ule ushabiki wa Saudia twafuata tu, kwa kuwa umeonekana. Ukimuuliza na ushahidi, wao wenyewe wamekwambia wewe funga huko. Sasa sisi tunakuwa na ushabiki tu, na tabani haya mambo wenzetu wamekuja kutuwekea haya mambo makusudi kutugawa Waislamu. Haya mambo hatukuwa nayo sisi huku. Tulikuwa Waislamu tukifunga pamoja. Kabla ya mawasiliano haya, ninakumbuka kipindi mdogo mdogo tunaishi mashambani huko, ilikuwa watu wakitoka hija. Kama mtu kaenda hija, huwa ni mtukufu kipindi kile. Anafuata, anaulizwa, hebu tuambie wenzetu mliswali dini hili kule? Wanaulizwa, bwana sisi kule tuliswali Alhamisi, huku na sisi tuliswali Ijumaa, na mambo yalikuwa hakuna tatizo. Leo imekuwa ni vurugu. Kila shekhe ni mufti anatangaza mwezi wake. Al-Imam Khomeini baada ya kuyaona katika nchi yake ya Iran, sasa yeye alikuwa tunamwita ni shekhe. Al-Imam Khomeini ni shekhe, akaweza kuwaambia ulimwengu na wananchi kwamba amkeni, rasilimali zenu zinachukuliwa na mtakuja kudhulumiwa, na mtakuja kunyonywa, na mtakuja kuwekwa chini. Hamtoamka kwa sababu mnatoa rasilimali zenu, kisha baadaye mtakuja kuuliwa nazo. Amkeni. Wananchi wakaamka, wakampendua kiongozi kipindi kile aliyewekwa na Amerika akiitwa Shah. Ndio mwaka wa 1979 ikatangazwa Jamhuri ya Kiislamu, kwamba Uislamu sasa ndio unaongoza nchi ile. Ikawa Uislamu ndio una sauti. Kukawekwa amri ya hijabu. Kipindi kile ilikuwa hakuna kuvaa hijabu. Baada ya pale ndipo Imamu Khomeini akautangazia ulimwengu mzima, jamanini, sisi huu mapinduzi yetu, ushindi wetu hauna faida ikiwa ndugu zetu wa Palestina wanaonewa kila siku. Ile Israeli unayoiona pale ilikuwa haipo. Ile Israeli ilikuwa haipo. Ni watu wamekuja pale wamekaribishwa, lakini kwa sababu wana sapoti kubwa na Umagharibi, wakaanza kuiba vijiji vya watu, viwanja vya watu, mpaka mwisho wa yote wale wenyeji wakawa ni wageni, wanafukuzwa. Yaani sawa na mtu unamkaribisha nyumbani kwako, mgeni kapita na kwenda njia,
ukamkaribisha, karibu, njoo ukae hapa, una sehemu shamba lako kubwa, kwambia jenga pale kwa huduma yako. Lakini baada ya kujenga akamuita rafiki yake na yeye akakaa, rafiki naye akamkuta rafiki yake akakaa. Mwisho wa yote wakawa ni watu wengi, wakaanza kuwapindua wenyeji. Ndivyo Israeli ilivyoundwa. Ile ilikuwa nchi ijulikana, nchi ya Palestina, mpaka Mwalimu Nyerere mwenyewe anasema kwamba hakuna nchi ya Israeli, nchi ni Palestina. Na Tanzania yetu kulikuwepo na ubalozi wa Palestina. Waisraeli ni juzi tu, Palestina ndio inajulikana. Khomeini akatangaza siku hii, jamani, tuwe ni siku ya Quds, yani siku ya kukumbuka madhulumia wanayofanyiwa ndugu zetu wa Palestina. Akutangazia ulimwengu. Kwa hiyo kuanzia hapo akatangaza kwamba kila siku ya Ijumaa ya mwisho wa Ramadhani, Ijumaa ya mwisho wa Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi mtukufu, tuifanyie ndio siku ya kuwakumbuka ndugu zetu. Kwa hiyo nimependa kuwaonyesha au kuwajuza watu asili ya hili neno Quds. Si kwamba ni aya ya Qur'ani wala hadithi, bali ni mwanamapinduzi aliyekuwa na basira, aliyekuwa na mtazamo wa mbele, kuamsha ulimwengu. Jamani, sisi kweli nafikia kiwango tunakula vizuri, tunalala vizuri, lakini ndugu zetu wa Palestina hawana uhuru. Hata Mwalimu Nyerere na serikali aliwahi kusema kwamba uhuru wetu utakuwa hauna maana, hauna faida bila uhuru wa Palestina. Leo sisi tunaishi vizuri, tunatembea muda unaotaka. Wenzetu wa Palestina ndio kuzungumza, majumba yao yamebomolewa, hawana maji, hawana umeme, hawana madawa, umezidiwa. Pembezoni mwa Palestina kuna Misri. Misri inaunga Mayahudi. Hiyo Misri ambayo inaitwa Misri ni Waarabu, lakini wanaunga Mayahudi. Palestina imepakana na Jordan. Jordan inaunga Mayahudi. Palestina imepakana na Syria. Kiongozi wa sasa hivi anaunga Mayahudi. Palestina imepakana na Lebanon. Lebanon kuna jeshi linalojulikana kama jeshi la Hizbullah, Mashia, ndio wanaotoka kupambana kuwatetea ndugu zao Palestina. Mashia, ndugu zangu Palestina si Mashia, ni Ahlus Sunna. Lakini kwa nini Khomeini akatia mkazo kuwatetea ndugu zao wa Palestina? Khomeini hakuangalia madhehebu, na hili ni jambo ambalo sisi tunatafuna katika jamii yetu. Tunaangalia madhehebu, yule ni Hizbi, yule si nani, Qadiria, yule ni nani, yani kiwango cha kwamba mpaka tumegawana misikiti. Yani msikiti ule uruhusiwi kuswali wewe kama ni Qadiria. Tumefikia kiwango hicho. Ukifika kule unafukuzwa. Msikiti ule uruhusiwi wewe kama ni mtu unavaa kanzu refu, na sasa kanzu yako ile fupi ndio unaruhusiwa kuingia. Tufikie hapo. Al-Imam Khomeini yeye hakuliangalia hilo. Alichokiangalia akasema, sisi ni Waislamu, neno letu ni moja, la shi'ata wala sunna. Hakuna kuzungumza ushia na usuni, tuzungumze la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Tuzungumze neno moja tu. Hili ndilo lituunganishe, wale ndugu zetu. Ndio mpaka leo duniani ikawa watu wanakumbuka siku hii na kuyalaani yale ambayo yanaendelea
Palestina. Na hapa ndipo palipozuka chanzo cha ugomvi baina ya Irani na Amerika na magharibi kwa jumla. Amerika anamtaka Mwisraeli atawale Mashariki ya Kati. Huyu mgeni alikuwa mwenyeji wa kudhulumu Mwisraeli, kwa sababu alikuwa pale kwa mikakati maalum kwamba lengo lake atapewa kila kitu, atapewa ulinzi, atapewa silaha. Lengo kubwa atawale Mashariki ya Kati yote, ili Waarabu watafute sehemu ya kwenda. Ilifikia kiwango wa Palestina walikuwa wahamishwe, wale wa Palestina ambao wana nchi yao, yani sawasawa na hapa Unguja Zanzibar, mtafutiwe sehemu ya kuhama, waje watu waishi wenyeji hapa, mtafutiwe sehemu nyingine. Wa Palestina sehemu ya kwanza, Waisraeli sehemu ya kwanza walitakiwa wahame waje Uganda. Waisraeli baada ya kuonekana hawana sehemu ya kukaa, wamesambaratika, wakatakiwa sehemu maalum ya kukaa. Ikapangwa waje Uganda. Kwa hiyo wangekuja Uganda, manake lengo lake alikuwa ni Uganda wachukue Kenya, Tanzania, Rwanda, Zanzibar yote hii. Uganda akakataa, ikiwa vikwazo. Na Uganda ni katika watu waliokataa ushoga, ilipelekewa hofu ya ushoga kwamba wanaume kwa wanaume waoane. Uganda ikakataa, ikiwa vikwazo. Yaani angalia watu wanavyoishi hao, wanataka wao ndio wawe Mungu wa kuamua. Baada ya pale ndipo ikatangazwa kwamba bwana wapelekwe Palestina, Waisraeli wakaishi. Wakaenda pale kama wageni mpaka kupelewa, lakini baada ya yote mwisho wote wakaanza kupora ardhi za watu, nyumba za watu, mpaka leo kama hivi tunavyosikia. Kwa hiyo mikakati iliyopangwa si kwamba wabakie vile walivyo Israeli. Lengo lao wachukue Mashariki ya Kati nzima, Saudia wachukue, Syria wachukue, Lebanon wachukue, Iraq wachukue, yote iwe ni Israeli. Kwa hiyo ni mipango na mikakati iliyopangwa. Maana yake ni kwamba wakishachukua Saudia, nyie mnakwenda kuhiji sasa. Hebu jiulizeni, mtahiji Kiislamu kweli? Ikiwa wao sasa hivi wanaambia watu waoane, nyinyi ambao mnakwenda kuhiji ile Al-Kaaba ambayo tunayeheshimu kweli, mtaruhusiwa kuifanya tawafu kama mnavyofanya? Si mtaambiwa sharti hapa kama mtakufanya tawafu mwe uchi? Kwa sababu itakuwa sio hija tena kwao, itakuwa ni kama vile utalii kwa jamii. Kwa hiyo maana yake tutakuwa na Waislamu peke yao. Waislamu watakwenda, Mayahudi watakwenda, wasiokuwa na dini watakwenda. Haya ndiyo malengo ambayo wanayapanga. Na ndio maana leo hija, niwaambie ule usiri wa mambo. Jamani, kwenda hija ni gharama ndogo sana. Yaani ile tiketi ya ndege kwenda na kurudi na kuonyoka huo na fedha zako ni gharama ndogo. Lakini kwa nini leo naomba si utoe dola 10,000 na zaidi? Kwa nini? Ni mipango ishapangwa kule, kwamba zile fedha nazopeleka nini zitachukuliwa, zile fedha, faida ya fedha zile zaenda kwa Amerika, kwa sababu ndio mlinzi anawalinda nyinyi. Kwa lazima muwalipe. Kuwalipa mtawalipa vipi? Nyinyi mnakwenda hija kule ndio mtoe zile pesa. Lakini ukiangalia uhalisia wa mambo, kwa mnaokwenda Saudia kama kufanya kazi, hamtoi dola 10,000. Ni pesa chache sana. Tiketi ya ndege ni pesa chache.
lakini ni mradi umepangwa na wanapangiwa. Sasa chukua sasa, ndio kipindi hicho washaichukua ile Arabu yote ni ya kwao, Dubai ni ya kwao, Saudia ni ya kwao, Qatar ni ya kwao. Tutaishi vipi sisi Waislamu? Na ndio lengo. Sasa leo Waislamu tusipoamka tukabakia sisi tumelala tu, kazi yetu ni kuzozana katika madhehebu, mwisho wa yote mpaka tukiamka Saudia imekwenda, Al-Kaaba iko chini ya wale magharibi. Hata ile la mtume tunafikia kiwango kwa mtoeni wajenge magofu yao na nataka wenyewe. Huyo mtume wenu itafikia kiwango kama hamtoamka, ile kaburi litatolewa pale, kama tafuta sehemu nyingine, hata kuchukua baharini atupe, yule msikiti ugeuzwe, kama ni baa, kama ugeuzwe jumba gani, hoteli gani, itageuzwa. Leo ni athari ngapi Saudia zimeondoshwa za Kiislamu? Kuna athari nyingi. Leo kaulize sehemu alizaliwa mtume iko wapi? Zile athari zote, sehemu nyumba ya Abdul Talib iko wapi, ambazo zile zote ni athari za Kiislamu. Muislamu ukienda kule ukiambiwa mtume kazaliwa hapa, ulikuwa unapata athari fulani. Kwani hivi pale mnapotoka, kwa mfano wale wa wanafunzi mnapokwenda kule Jozani tu, ile Jozani mkaenda ukaangalia vile vihikima vile, kwa kuwa ile kima bwana ametoka sehemu fulani, asili yake ni unajihisi vipi? Mnyama wa kawaida tu ambaye unamuona huku barabarani, lakini kiwango cha kwamba umefika kule ukaambiwa ukapambiwa kwamba huyu kima yuko hivi, unajihisi faraja. Au mti kwamba unaona huu mti bwana una maajabu fulani, una umri mrefu zaidi. Ni miti ya kawaida ambayo hata unaiona kuna miti mikubwa, lakini kwa sababu ya kupambiwa historia, kuna hali fulani unajihisi katika fikra zako. Sasa Muislamu anapokwenda kule Maka, akaenda akaangua yule mtume wako amezaliwa hapa, hebu jiulize athari utakoibeba pale baada ya kujua mtume kazaliwa hapa. Lakini ukaangua mtume wahi umeshuka hapa, ukaonyeshwa ni hapa, ukaambiwa nyumba ya Abdullah baba yake mtume ilikuwa hapa, Amina alikuwa yuko hapa, amezikwa hapa. Hebu jihisi wewe utakuwa na athari gani za Islam? Sasa wakaona kwamba hizi zote waziondoshe, zisiwe na athari yoyote, tubakishe hizi mbili tu, tubakishe mtume na tubakishe hiyo Al-Kaaba, na Al-Kaaba yenyewe pia iko hatarini, kwa sababu ushamkaribisha Myahudi. Wewe usitarajie kwamba usalama katika nchi yake. Ndugu zangu, tuombeni, tuamkeni. Uislamu sasa hivi una windo kwa kila njia. Leo kwa kuuawa Khamenei ni mrithi wa Khomeini. Khomeini kufariki mwaka wa 85, akarithiwa na Khamenei ambaye ndiye aliuawa juzi. Sasa hebu nenda kwenye mitandao uangalie watu namna walivyolala, na uangalie watu walivyosukwa kishabiki, hususan katika madhehebu. Jishia hilo nenda kuchomwa hilo, yaani kuna watu wanatoa moto na pia kuwao kama ndio Mungu. Sasa hivi yuko motoni huko, yaani unafikia kiwango mtu anazungumza lugha aogopi. Hiyo fatwa ya kumwingiza peponi mtu na motoni, nani kakupa mamlaka hayo? Lakini ndivyo tumeleleka hivyo. Irani makafiri hao, mashia hao,
hawa wote ukimuuliza, tuko Uislamu wako, ikiwa hawa ni makafiri wanaweza kuwatetea wa Palestina, tuonyeshe huo Uislamu wako wewe ambao ni mzuri, una ubinadamu ni upi? Ndio huo Uislamu wa kujilipua misikitini? Uislamu wako ndio ule unakwenda kuua watoto wadogo? Ukisikia hawa Al-Shabaab, sijui kina Boko Haram, watu wanakwenda kwenye msikiti wanajilipua, watu wanakwenda kwenye shule wanajilipua, eti ni jihadi. Ndio Uislamu huo? Lakini ni nani aliyekwambia huo Uislamu wako ndio sahihi, wa mwenzako sio sahihi? Nani alikwambia hivyo? Ni nani aliyekuwekea sahihi ya kwamba huo wako wewe ndio sahihi, ndio sahihi? Ndugu zangu, tuondoshe fikra za kutengana, tukampa nafasi adui yetu, kwa sababu adui anachokitumia sasa hivi ni farq tasud, kwamba watofautishe, wagawe waongoze, yaani wagawe watawale. Ndicho kifanya leo Israeli anawatangazia Waarabu, anawaambia mimi na kijana huyu Mwirani kwa sababu ni Shia, lengo lake anataka kuwatawala Masuni. Sasa niulize, Mwisraeli na Usuni na Ushia wako wapi? Yaani Mwisraeli anawaambia Masuni kwamba eti na kijana wao Mashia kwa sababu anataka kutawala. Mwisraeli Mzayuni, yaani Mwisraeli Myahudi anamwambia Msuni kwamba mimi na kijana huyu Shia kwa sababu ya maslahi yake, na Msuni mwenyewe amekaa akakubali kwamba yule anapigwa kwa sababu yangu mimi. Kesho kilichokutwa mwezi wa Mwirani anakuja kwa wewe. Kuna kisa kimoja, kulikuwa na ng'ombe watatu. Kisa cha elimu, sio wakia, lakini kisa cha mafunzo ndani yake. Hawa ng'ombe walikuwa wakiishi pamoja. Akaja simba siku ile ana njaa, lakini kila akiwaangalia wale ng'ombe wako pamoja, akafikiria nikimshika mmoja hao wote watakuja. Akawaza, akasema cha kufanya hapa, subiri nitumie njia kuaga hapa waliposa. Siku nyingine alikuja akamuona ng'ombe mweupe katika wale watatu, anashuka peke yake, wenzake wako mbali kidogo. Akamwambia, bwana, unajua ndugu yako mimi nimekuja, nataka nikupe siri. Wale wenzako unawaona hawakupendi kweli kweli, na wana njama wa kumaliza. Sikia, ng'ombe mweupe akasema, kumbe. Sema ndio, kwani wale wakutenga wale wako kule huko, hiyo ni njama wanaipanga. Sasa kwa hiyo kazi ni achie mimi. Ng'ombe mweupe bwana akaingia hasira, akajitenga. Siku inayofuatia akamuona ng'ombe mweusi katika wale wawili kule, naye yuko pembezoni huko na tafuta chakula chake. Akamwambia, njoo, unajua tukipanga wenzako? Hapana, sijui. Basi mimi nakupanda sana. Wenzako lengo lao ni kukubaliza wewe, kwa hiyo hii ni siri ninakupa. Kwa hiyo nasema mimi nitakusaidia, siku nikija nikimkamata yule na mbaliza, wewe usiingilie. Akasema basi hamna tatizo. Simba siku anakuja
akamchukua mweupe wa mwanzo akammaliza. Jamani, njooni nisaidie wenzangu. Anasema ile habari, huyu ni adui kabisa. Jamani, anamaliza simba huyu. Nyinyi ni wenzangu, ndugu zangu, njooni. Hapana, wewe si mwenzetu. Kumbe unaishi na sisi kirafiki, wataka utumalize. Ng'ombe anakwenda anamaliza. Simba akaondoka. Baada ya siku kadhaa, simba anarudi tena. Haya, vipi rafiki yangu? Naona kazi usifanye. Sema na nimefanya, lakini sasa njaa ya kuuma ni wewe. Si unaniambia kwamba wewe? Asema hapana, ni wewe. Akapiga ng'ombe, ni maneno ambayo ya hikaya. Akasema, ulishanidhamini kabla kumla rafiki yangu. Tungelikuwa tuko pamoja usingetumaliza, lakini ulikuwa ni mbinu za kunidhamini kwanza kabla ya yule. Ng'ombe wa pili naye akachukuliwa akatafunwa. Matokeo yake ule umoja ambao walikuwa nao ukagawanywa, mwisho yote huyu akatafunwa na huyu akatafunwa. Simba akaishi kwa raha kabisa. Sasa kisa hiki ndugu zangu cha kufundisha namna adui anavyoangalia Uislamu. Haangalii madhehebu yenu, haangalii kwamba wewe ni Shia, haangalii wewe ni Ibadhi, haangalii kwamba wewe ni Ahlusunna Salafi, wala angalii. Anajua itikadi zenu kwa tofauti, lakini tunaangalia kwamba hawa wote ni Waislamu, wote ni maadui zangu, wote. Kila anayetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kila anayeswali, kila anayekwenda hija, hawa ni maadui zangu. Lakini tutatumia njia gani? Ni wagawe haya madhehebu yao, nitumie njia. Kwa hivyo wakatumia njia hii ya madhehebu zetu ambazo tunaishi nazo kutugawa. Ndugu zangu, madhehebu hayajaanza leo. Haya madhehebu tunasikia leo kuna Shia, msipona ni madhehebu ya juzi. Ni madhehebu ambayo toka zama na zama ilikuwepo. Sisi tunasikia juzi. Sisi huku tunasikia juzi kuna kitu cha Shia. Lakini zamani watu wakiishi pamoja, Mashia na Ahlusunna. Zanzibar hapa kuna misikiti iliyojengwa na Mashia ambao wamepewa Ahlusunna wanaswali hapa Zanzibar. Kwa hiyo watu walikuwa wakiishi pamoja, lakini ilipoingia fujo hii ya magharibi tukawakaribisha katika nchi zetu, angalia leo tukifanya. Wanatuhubiria madhehebu zetu. Wao ni maadui zetu, lakini wao wanatufanya kwa eti wanafanya Ahlusunna ni rafiki, Shia ni adui. Wakati hawa wote kwa yeye ni adui. Leo unafurahia wewe. Kuna shida mmoja hapa kwetu Dar es Salaam maarufu sana. Yeye bwana alipoulizwa swali kuhusiana na masuala ya Iran, kuhusiana na tukae wapi sisi au tufanyeje, jambo lake alisema hawa wote ni makhabithi. Yaani Iran ni khabithi na Mzayuni yule na yule Mwisraeli na Marekani pia ni khabithi. Yaani haja kuwa na mtetezi hata mmoja. Siasilimia hiyo ya ni klipu ambayo kwamba mjuzi tu anasema hawa wote ni makhabithi. Sasa ikiwa unamchukia mtu katika masala ya madhehebu yake, basi uangalie ubinadamu. Sasa wewe Uislamu usiangalie ubinadamu, usiangalie ubinadamu ni sababu gani wewe ulikuwa nao? Ondosha kwamba hawa ni Mashia. Kwani Uislamu ulikwambia mtu asiyekuwa Muislamu wewe ndio akufurahie? Leo huu Uislamu ndugu zangu tulikuwa nao. Bwana Mtume alipokuwa yuko Makka, jambo la kwanza kabla kwenda Madina, aliwatuma maswahaba kwenda Habash. Kisa Habashi alikutana na mfalme Mkristo An-Najashi. Maswahaba kufika kule, wale washirikina maadui zao Makka wakaenda kutoa fitina kule.
kwa An-Najashi, kwa bwana hao wamekuja kuharibu uhusiano wetu sisi, wamekuja na wewe wanakutukana, ni watu ambao kwamba hawana maana kabisa. An-Najashi alikuwa ni mfalme mwadilifu, si Muislamu, ni Mkristo, amevaa msalaba wake, hakukubali zile fitna, akasema mimi nitafanya uchunguzi. Akaambia bwana, hao watu wanatukana mpaka Yesu wanatukana. An-Najashi akawaita mbele za watu na wale maadui zao, akawaambia jamani, nataka kuuliza kitu, hebu niambieni nyinyi kuhusiana na Yesu Isa bin Maryam mwasemaje? Akasomewa aya ya Qur'ani katika sura Maryam. Zile aya zilizosomewa kuhusiana na wazazi ya Isa bin Maryam mpaka zinamalizika, yule An-Najashi akawa anashangaa kwamba mimi nimeambiwa nyinyi mwamtukana Isa, mwamtukana Yesu, lakini mbona Qur'ani yenu ni kama maneno yetu? Baada ya hapo akamwambia, hebu niambieni kuhusiana na Muhammad, kawatuma kwa lengo gani? Akajibu akasema, sisi bado tumetumwa na Muhammad tuje kwenye nchi yako. Akatuambia, nendeni kule, kuna mfalme mwadilifu, atapokeeni. Mfalme yule akasema, kwa kuwa Muhammad ametambua sifa yangu ya uadilifu, kwa hiyo kuanzia leo hii mtakaa hapa kwenye nchi yangu aminu, mkiwa na amani, mtaishi, mtakula mpaka pale mtakapoamua wenyewe kuondoka. Kaeni katika nchi yangu. Mkristo. Sasa leo watokee mashehe wa namna hiyo, mtu anauliwa, mtu amedhulumiwa, kisha yeye anafurahia, anasema wote wao makabila. Yaani anasema kwa lugha nyingine, anafurahia Amerika kumuua Muirani kwa sababu Iran ni Mshia na yeye anachuki na Ushia. Anafurahia Marekani kumpiga Muirani. Wenyewe wana dua yao wanaisoma, dua wanaisoma mara kwa mara, wanasema Allahumma ahliki dhalimina bidhalimina. Wanaisoma, wanasema Mwenyezi Mungu mwangamize dhalim kupitia dhalim huyo. Yaani wakimaanisha Iran ni dhalim, anafurahia Amerika na Israeli kumaliza nani? Muirani. Huyo ni Muislamu. Yaani maana yake anafurahia watoto walivyouliwa kule kwenye ile jengo la shule. Anafurahia. Huyo ni shekhe, amekaa na watu wanamsikiliza. Shekhe mwingine ni Sheikh Abdul Qadir ambaye ana chuo kikuu pale Morogoro, Mawahabi. Huyu aliulizwa swali na mmoja katika waumini wake katika vita vya Irani na Magharibi. Huyu ndiye alijibu sawa sawa. Ni mpinzani, lakini angalia alipojibu, akasema jambo hili, kwanza tusifurahie Irani kupigwa, kwa sababu wale lengo lao si Irani, lengo lao ni Uislamu wote. Wakishamaliza Irani anakuja kwa Waarabu wanamalizana nao. Kisha akasema kwamba hata hao Mashia si wote kwamba eti wanatokana na maswahaba, kwa sababu ndio lugha inayotumika kwa Mashia kwa maswahaba, Mashia kwa wake za Mtume, Mashia sijui na kuwali yao, yaani lugha zinatumika nyingi. Kisha mwisho akamaliza akasema, jawabu langu kwa ujumla wa Mashia wote ni Waislamu. Akazungumza lugha. Huyo anazungumza hivyo ni katika wale tunaoitwa Ansari Sunna.
ambao tunajua katika Ansar na Shia hawapatani, lakini angalia jambo lilizungumza kwenye msikiti mpaka baadhi ya waumini akawa wengine hawaamini. Ndio shekhe wetu anajibu hivi leo, yaani aamini kwamba shekhe kachanganyikiwa ama jambo lake sahihi. Sisi tukiamini siku zote Mashia makafiri, tukiamini kwamba hawa si watu wa kusaidia lolote. Leo anajibu kwa maana Mashia Waislamu msha, yaani mpaka wale waumini wako wana wasiwasi, akawaambia yaani hivi ndio ninavyojibu. Hivi ndio jawabu langu, tusimame na Iran kuonyesha kwamba sasa hivi kuna watu pia wameamka. Yaani hili tukio la vita lililoamsha watu fikira kuusoma ushia. Wale wanaoambia Mashia ni makafiri, Washia ni kadhaa, watu watausoma ushia sasa kuangalia mbona ushia ambao ni ukafiri leo wanapambana na watu ambao ni super power, wanaitwa super power ambao dunia nzima inawaogopa. Mtu anajiuliza, huyu mtu ambaye ni Iran kaikuwa vikwazo miaka zaidi ya 40 ana vikwazo, amefikaje hapa? Lazima mtu atasoma huu Shia unaambiwa kwamba si Muislamu kuna usome. Na leo alhamdulillah mkitembea katika mitandao mtaona vijana walivyoamka sasa. Bali kuna wengine hata Wakristo wanaiunga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakristo leo shekhe yeye anasema ni makhabithi, lakini kuna Wakristo ambao wanaiunga Jamhuri ya Kiislamu. Ndugu zangu, Quds ni kumbukumbu ya kuwakumbuka ndugu zetu wa Palestina. Leo Palestina alhamdulillah sasa hivi wanastarehe kwa masiku haya kwa sababu hawagusu tena. Sasa hivi vita imeelekezwa Iran na Lebanon. Hao sasa hivi angalau wanapumua. Palestina sasa hivi imekuwa ni kijiji kidogo sana. Yaani kwa sasa ilivyobakia tunasema ni kama bububu tu, ile ndio bububu ndio ibaki na Palestina sasa hivi. Imeliwa kabisa, imechukuliwa, imebomolewa. Bakia sehemu ndogo sana. Watu wanafukuzwa katika nchi zao. Sasa ndugu yangu Muislamu, hebu tengeneza fikra haya yanayozungumza hili yageuze, uyafanye wewe ndio unaishi Palestina, au yageuze yaone kwamba haya mambo yapo nchi yangu, ningeishi vipi? Kwa sababu wanakuambia ukiona zako uniolewa na wewe kichwa chako tia maji. Hawa lengo lao ni kutawala dunia. Popote kwenye athari ya Kiislamu watakuja kubomoa. Kwa hiyo usije ukaona kwamba itakozea ni Arabuni, wewe ukaona kwani ananusu mimi, ukawa unakula, unalala, hata tafakuri, hata kuiombea, ukawa unakula. Wao kule ni watoto, kule ndio watoto wako wewe. Sasa jiulize, mtoto wako wewe ameuliwa kwa namna alivyouliwa, utahisi uchungu kiasi gani? Na Bwana Mtume akasema yoyote asiyetilia umuhimu mambo ya Waislamu wengine si katika mimi. Yoyote asiyetilia umuhimu mambo ya Waislamu wengine si katika sisi. Mtu huyo Mtume anakukataa. Sasa wewe kaa ufurahie Palestina inaondoshwa, watu wanauliwa, kisha useme Mwenyezi Mungu mwangamize dhalim kwa dhalim, wakati yule anatetea watu wanaodhulumiwa. Ndugu zangu, hii ndiyo Quds Day. Haya ndiyo ambayo tunapenda kuyazungumza kwa siku ya leo, ili muweze kufahamu mtakapotoka hapa kwenda kule, muamini kwamba hii siku ni siku muhimu, imewekwa kwa lengo la kuwakumbuka ndugu zetu wa Palestina. Wa Palestina ni ndugu zetu kiimani, Waislamu wenzetu, ni ndugu zetu kibinadamu, ni binadamu wenzetu, na haki ya kuwatetea hata kama hatuna silaha. Zile dua zetu tukila tukilala tuwakumbuke kwamba mimi nakula
kuna mtoto mwenzangu Palestina hana kula. Ukisema wewe kuna mjane, basi kule kuna wajane tele wameuliwa waume zao. Ukisema kwamba kuna mayatima, kule kuna mayatima tele wazazi wao wameuliwa, hawana sehemu ya kuishi. Watu wanaishi kwenye mahema, hawana umeme. Sasa hivi kipindi cha baridi kali wanateseka. Ndugu zangu, ni jambo la kuhuzunisha. Lakini Waislamu tuko wapi? Ni kweli Waislamu tumeshindwa nguvu hivyo, wakati Qur'an inatuambia sisi ndio tuko juu, Waislamu ndio uko juu zaidi. Ile pawa yetu ya Uislamu iko wapi? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, waandalieni maadui zenu nguvu, kweli na pawa. Ni kweli Waislamu leo tumeshindwa kuungana sisi kumuondosha huyu adui yetu. Hebu tuweze kuungana katika kama Waislamu. Haya kwetu ya kuzungumza madhehebu tutakaa sisi wenyewe, lakini huyu adui yetu tumuondoshe, kisha tutakaa tuzungumze kwa wenzangu hawazungumzi wamepata wapi na dalili gani. Lakini leo kwa sababu ya haya tena madogo madogo tu, yaani tunatofautiana sisi ni madogo madogo tu. Mmoja afunga mikono, mmoja afunga mikono, mmoja sura kunuti, mwingine sura kunuti, mwingine kavaa kanzu ndefu, mwingine kanzu fupi, mwingine yaani haya ndio yamesababisha watu kutoana kwenye Uislamu na washikamana. Wenzetu maadui wana tofauti kubwa zaidi, lakini wakija kwenye kuhudhuru Uislamu wote wanakuwa kitu kimoja kwenye Uislamu wote. Sisi leo hapa inawezekana nyumba moja ndio hiyo ndani, kwamba ndani ya nyumba moja inawezekana ndani ya nyumba moja kuna watu wamefunga tofauti. Ndani ya nyumba moja, mmoja akafunga jana, mmoja akafunga leo, na siku kufungua ndivyo hivyo. Itakuwa mmoja afungua leo, mwingine afungua kesho, na hapa itakuwa kizaazaa, hasa ikiwa mke na mume tofautiana. Mke afungua kesho, mume kafungua leo, anakuambia mpikie futari, mpikie chapati hadi asubuhi. Na leo ngapi ni Ramadhani. Hapa mwisho afika mpaka ndomo na sasa haya mambo ambayo yamepikwa. Leo maishi nyumba moja, eti mmoja kafunga leo, mmoja anafunga kesho, wakati anga yenu ni moja. Jiulize, huyu mwenzangu aliyefunga kaona wapi? Mimi mbona sijamuona? Tumetengenezwa hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu kina mama, tuamkeni katika swala hili. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alayna ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur juyush al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana fi Lebanon. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. ربنا نصلي ان شاء الله ونرسل